Mchezo ulikuwa ni mgumu, mchezo ulikuwa ni mzuri kwa sababu ulikuwa ni kiushindani zaidi, kwa maana kiufundi zaidi, kama ulivyoona, kwa maana tumeanza tukiwa tuko chini na tumefanya makosa wakatuadhibu. Kwa niwashukuru wachezaji kwa kile ambacho kilitokea baada ya kufungwa, wa kuweza kuamka na kuweza kuwa na concentration pasipo kuwa na pressure, kwa kuweza kurudisha magoli na kuweza kupata ushindi. Kwa yote ambayo tunafanya sisi ni kile ambacho kipo katika utaratibu wetu, kwa maana ya kuweza kupambania klabu, kuweza kupambania malengo yetu ambayo tumeyaweka. Mechi iliyopita nafikiri haikuwa vizuri kwa sababu ilikuwa haijapangwa hivyo, kwa sababu tulifanya kazi ambayo inatakikana, lakini pia mpinzani alikuwa ni mzuri zaidi. Lakini leo tumekuja kuheshimu mpira, kwa maana timu zilizokutana zote zinazoshindana, na kikubwa ni yale ambayo tumefanya kwenye uwanja wa mazoezi na marekebisho ya mechi iliyopita. Hii kuangalia pia Mashujaa ni timu nzuri ambayo pia msimu uliopita ni timu moja ambayo ilitusimamisha kupata ubingwa. Kwa mechi leo niseme kwamba niwapongeze wachezaji, nipongeze washabiki, nipongeze wapenzi wote waliojitokeza kupata ile burudani ambayo ilikuwa mechi ilikuwa na kushindani. Niwapongeze Mashujaa, wameweza kuleta ushindani mzuri, lakini kikubwa mbinu ndo zimezidi kufanya kazi katika mchezo wa leo na kesho kupata point 3. Sio rahisi kuipita safu ya ulinzi ya Simba Queens, lakini leo Mashujaa Queens wameweza na golikipa wako ameruhusu magoli mawili. Ilikuwa ni mistake za namna gani ambazo pengine ulizungumza naye golikipa kumwambia kila ambacho kilitokea? Ni makosa ambayo yanatokea kwenye mchezo aina yote ile. Yaani kikubwa, kwa maana unapofanya makosa kwa timu ambayo wana wachezaji ambao wana kitimamu lazima uadhibiwe. Tumefanya makosa wakapata magoli mawili, wamefanya makosa tumepata magoli 5. Rasmi sasa nyie ndio mabingwa baada ya kushinda kwenye mchezo huu. Unajisikiaje kama kocha, lakini pia una ujumbe gani kwa naweza nikasema wachezaji wako baada ya hiki ambacho mmekifanikisha kwa msimu huu? Hili ni zawadi, kwa maana wapenzi wa Simba, wapenzi wa michezo yote, wapenzi wa mpira, kwa maana walichokuwa wanakitaka ni ubingwa. Tumechukua ubingwa, bado tuna mechi 2 mkononi, kwa maana tumeshawapa zawadi yao. Kilichobakia sasa ni sisi technical bench na wachezaji, kile ambacho tumekipanga, kwa maana kumaliza msimu huu pasipo kufungwa, kwa maana mtihani wetu bado uko vile vile, kwa maana bado tunaendelea kupambania malengo yetu ambayo tuliyapanga katika msimu huu. Ila ubingwa tulihitaji sana na tumeshaipata, lakini bado kuna malengo ambayo tunayo, kwa maana kumaliza kuwa mabingwa, lakini pasipo kupoteza mchezo wa aina yoyote. Kwa maana kama wachezaji na technical bench tunaendelea kusema kwamba mechi inayofuata ni ngumu zaidi ya hii na tunajipanga kwenda kushinda, kwa maana marekebisho yetu yanakwenda kuangalia makosa ya mechi na mazuri ya mechi ili tukafanya vizuri katika mechi inayokuja. Kama kocha unaweza kushare mechi ambayo pengine ilikuwa tough kwa msimu huu, unaweza ukazungumza hivyo baada ya nyie kutoa ubingwa kwa msimu huu? Katika ligi kuu ya wanawake msimu huu wa 25-26 timu ambayo ipata ushindani wa timu zote ni Simba. Kwa sababu gani? Imekuwa ni timu ambayo imekamiwa, ni timu ambayo kila mtu anahitaji kufanya, ni timu ambayo inakamiwa, ni timu ambayo kila timu inakuja kufanya wao ndio waonekane wamestopisha Simba. Lakini umeangalia pia timu zinakuja kuwarukia wachezaji wa Simba, tunaishi burudani. Kwa kubwa nasema kwamba ligi nzima na tunaendelea, timu ambayo ipata ushindani mkubwa sana katika ligi ni Simba, na kama tungekuwa tuko timamu na tuko kimafunzo na tuko katika ueledi wa kuweza kujua kwamba tunataka nini, tunatafuta nini na tufanye kitu gani ili tupate kitu chetu, tungeweza kupoteza kile ambacho tunakihitaji. Lakini nasema kwamba mechi zote zimekuwa za ushindani, mechi zote zimekuwa ngumu kwa Simba, lakini bahati nzuri tumeweza kuwashinda, kwa maana kupata point 3 katika mechi. Nyie mnawezaje sasa wengine ambao wanashindwa kuwa mabingwa, kwa sababu nyie kama mmejitawala soka la wanawake na ukiachana na JKT? Kiume nasema ni umoja, ushirikiano, upendo, lakini vile vile ufundi nimeuzungumza, kwa maana ya kuwa na taaluma ya kuweza kujua wachezaji wako ni wa aina gani na mchezo wako watakao ucheze wa aina gani, lakini vile vile mpinzani wako yupo katika type ya aina gani, na wewe mwenyewe pia ujipanga na timu yako iwe ya aina gani. Katika msimu huu nasema kwamba niwapongeza wachezaji wangu kwa kile ambacho na kiplani mazoezini kutokana na mechi husika wanakwenda kukifanya kwa kuweza kufanikisha kile ambacho tunakihitaji. Kwa kubwa nasema kwamba ushindani ulikuwa mkubwa, lakini kimbinu zaidi tumekuwa tuko juu zaidi kwa kuweza kubadilika na kuweza kupata matokeo.